Mungu sana. Anashukuru Bwana. Juu yeye ni mwaminifu. Tutajifundisha nguvu za maombi. Vyenye maombi hutenda kazi. Wametolewa mbali na Bwana wakiwa na mume wake. Anakumbuka wakati mmoja alienda kutafuta kazi. Alikuwa anafanya kazi ya mjengo. Na kazi ya mjengo inaenda na unapata hakuna. Anarudi anasema nimekosa kazi. Anakumbuka wakati mmoja akafika mahali akajiuliza, kwa nini leo sitafanya kazi tena ya mjengo? Mungu ni mwaminifu. Amewatoa mbali. Na tutasoma neno la Mungu katika kitabu ya Luke. Luke 22:39. Mungu wetu ni mwaminifu. Wakati mmoja akamwambia wafunge. Hata wakati walikuwa wanafunga hakukuwa na chakula kwa ile nyumba. Na wakati walifunga Mungu akamnenea. Wakati walimaliza kufunga siku 3. Wakati walikuwa wananyonyesha Mungu akamnenea. Kupitia maandiko katika kitabu ya Isaia 45. Akamwambia, akaamsha Susan na kuna mke mmoja alikuwa ametembea pale. Alikuwa amefukuzwa kwa nyumba alikuwa anakaa kwa kukosa kodi. Alikuwa amekuja na familia yake. Akawaambia, maandiko imesema katika kitabu Mungu atafungua milango. Na ile mlango atafungua. Utajiri wote umefichwa katika giza. Hiyo ndio nitawapatia. Na kutoka hiyo wakati Mungu akafungua mlango. Wakati yeye alikuwa ameachana na kazi ya mjengo na katika zile vitu. Ajui yeye kama ni kupeana. Yeye alisema amezitupa na atafanya kazi ile tena. Mungu akafungua ile mlango ya kuuza mashamba. Mpaka wa leo. Hiyo ndio kazi ambayo wao unapata kutoka kwa. Wacha tusome katika kitabu ya Luke 22:39. Nake Yesu akiumagara agithii kirima-ini kia Mĩtamaiyũ o ta ũrĩa amenyerete gwĩkaga. Nao arutwo ake makĩmũrũmĩrĩra. Na akinya ho akĩmera atĩrĩ, hoyai mũtikagwe magerio-inĩ. Akiehera ho agĩthiĩ ta itĩna rĩa harĩa mũndũ angĩhota gũikia ihiga, agĩturia ndu akĩhoya. Akiuga atĩrĩ, Baba, ũngĩenda rĩ, njehereria gĩkombe gĩkĩ, no ti ũrĩa niĩ ngwenda, no nĩ ũrĩa wee ũkwenda. Na mũraika akĩmumĩrĩra oimĩte igũrũ akĩmuongerera hinya. Nake agĩkĩrĩrĩria kũhoya arĩ na ruo rũnene ngoro-inĩ, nayo thithino yake yahanaga ta matata manene ma thakame magĩtata thĩ. Atiga kũhoya agĩcoka harĩ arutwo, akĩmakora makomete morĩtwo nĩ hinya nĩ kĩeha. Akĩmoria atĩrĩ, mũkomete nĩkĩ? Ũkĩrai mũhoe nĩgetha mũtikagwe magerio-inĩ. O hĩndĩ ĩyo aragia, hagĩũka gĩkundi kĩa andũ, nake mũndũ ũrĩa wetagwo Judasi, ũmwe wa arutwo arĩa 12 nĩwe wamatongoretie, agĩkĩhũgũrĩra Jesũ amũmũmunye. Nowe Jesũ akĩmũria atĩrĩ, Judasi, ũgũkunyanĩra mũrũ wa mũndũ na kũmũmumunya? Hĩndĩ ĩrĩa arũmĩrĩri a Jesũ monire ũrĩa kwerekera gwĩkĩka, makĩmũria atĩrĩ, Mwathani, tũmahũre na hiũ citũ cia njora.
nake umwe wao agitinia gutu kwa urio kwa ndungata ya muthĩnjĩri Ngai uria munene. Bwana asifiwe. Huyu ni Yesu Kristo wakati ambao alikuwa ameishiwa na nguvu, akaenda katika mlima, na wakati alienda mahali pale, wanafunzi wake wakamfuata, na wakati walimfuata wao hawakwenda kuomba, alienda kulala. Na wakati Yesu aliendelea kuomba, akaangalia nyuma, akawaona wamelala, akawauliza, hamwezi omba nani hata kama ni lisali moja? Ingekuwa kama mngesimama nami wakati kama huu. Juu wakati ulikuwa mgumu kwake Yesu. Alikuwa anasikia ameishiwa na nguvu, na alikuwa anataka mtu ambaye atamshikilia. Alikuwa anakosa mtu wa kumshikilia. Kama finya askofu wetu ikifika mwisho wa mwezi kutoka tarehe 1, anatoka kwake anakuja katika hii nyumba, na inafika wakati anatuliza, tuwezi kuja tumshikilie wakati anapoomba. Maombi nazo nguvu. Wakati mwingi anatuombea, nasi tunakuwa tumelala, anatusisa tusimame naye. Hata Yesu Kristo alifika mahali pale, anafika anasikia amekosa nguvu. Kuna wakati walikuwa wanawake watatu walikuwa naomba, ile wakati walikuwa chini, wakati walikuwa naomba, mama mmoja Mungu akampea ufunuo. Hajui ni wapi alitafuta nyumba ambayo kuchorwa, akakuja na nyumba 3. Akapatia dada yetu moja, akapewa huyo mwingine moja na yake moja. Akawaambia twende tuweke kwa nyumba zetu, na tutajenga nyumba kama hizi. Hiyo nyumba yake walikuwa kwa kwenda nyumba ndogo singuru, wakaenda akaihang pale. Anakumbuka msichana wake anaitwa Shiko, alikuwa nursery school. Akamwambia tutajenga nyumba kama hii. Hakujalishwa na nyumba. Kulikuwa na kagari kadogo pale mbele ya leo. Akamuuliza mama, nitakuwa napelekwa shule na gari? Yakuwa anasturiwa na nyumba kama gari. Hivyo ndivyo alitenda. Kutoka wao kila asubuhi alikuwa anaenda kwa ile nyumba, ananenea, anasema tutajenga nyumba kama hii. Na yeye Mungu akamjia. Ile gari anakujanga nao, yeye aliachiwa na msichana wake. Na sasa ndio anatufundisha kuna nguvu katika maombi. Mtu ambaye aende achukue nyumba, uende uhakwa nyumba yako, uwe unanenea ile nyumba na unaambia Mungu. Sasa yangu anajua atatoa wapi shamba. Walikuwa katika singo, unaweza toa wapi pesa ya shamba? Hata ile nyumba kulipa ni shida. Lakini Mungu alikuwa anaangalia ile mashamba Mungu amewapea. Hawezi kosa 20 acres. Kutoka pale mahali chini kwa Siguru, Mungu hutenda wakati tunamwamini, tukifanya nguvu zetu, tukikimbilia maombi. Hata wakati kuna ugumu, hata wakati biashara zinabaki, haijalishi, wacha
tukimbie kwa maombi. Wacha tumwamini Mungu. Mungu atatenda jambo katika maisha. Wacha tuombee nchi yetu. Juu ni kugumu. Lakini tukimwamini Mungu, tukikimbilia Mungu, tukimsihi Mungu wetu, atatupigania na atatupeleka mbali. Mungu awabariki sana. Tumpigie makofi. Haleluya.